Usimwe. Yeye hana hatia. Nyundo yambo inaning'inia hewani kama nyundo juu ya misumari. Mkono wa Jaji Andrews umeinuliwa juu. Sauti yake ni nzito na thabiti anapoanza kusema maneno ambayo yatabadilisha maisha milele. Cynthia Johnson. Mlango unafungwa kwa kishindo. Kila kichwa ndani ya chumba cha mahakama kinazunguka mara moja. Mwanaume mwembamba akiwa amevaa koti la kahawia lililochanika anaingiza kwa kujikwaa. Nywele zake na ndevu zimekuwa mno na hazijanyolewa. Vumbi limegandamana na mikono yake. Kifua chake kinainuka na kushuka kana kwamba alikimbia njia yote kutoka barabarani. Usimwe, yeye hana hatia, anapiga kelele. Mshtuko unapita kwenye umati kama mawimbi. Katibu wa mahakama anaangusha kalamu. Mwanamke kwenye ukumbi anafunika mdomo wake. Nyundo inaganda hewani. Jaji Andrew anapepesa, akishtuka, na polepole anashusha mkono wake. Mwanaume huyo anainua simu ya zamani iliyofungwa pamoja na ukanda wa mpira. Mheshimiwa, nina ushahidi. Ukimya. Hata hewa inaacha kusogea. Cynthia anasimama kwenye kizimbani, mikono ikitetemeka. Yeye ni mzuri, lakini uso wake umekuwa mweupe kwa hofu. Amevaa gauni jeusi rahisi na kitambaa cha kichwa kinacholingana. Machozi yameangaza machoni mwake. Yeye ni mkurugenzi mkuu bilionea, lakini sasa hivi anaonekana kama msichana mdogo aliyepoteza njia yake. Jaji Andrew anainamia mbele. Wewe ni nani na kwa nini mahakama hii ikusikilize? Mwanaume anameza mate. Jina langu ni Sam. Jaji anamchunguza kwa muda mfupi zaidi, kisha anafanya uamuzi ambao hakuna mtu aliyetarajia. Mwache azungumze. Ukumbi unapasuka kwa minong'ono. Maafisa wawili wakali wa mahakama wanasogea karibu na Sam, tayari kumshika ikiwa ataongea uongo au kujaribu kukimbia. Sam anaweka macho yake kwa jaji. Mheshimiwa, Sam anasema, sauti ikitetemeka lakini imara. Asubuhi ambayo Johnson Jude alikufa, nilikuwa ndani ya jengo la ghorofa 2 lisilokamilika karibu na jumba lao. Sina makazi. Anaangalia chini kwenye mikono yake kisha anaangalia juu tena. Najua kilichotokea. Niliona. Mahakama inashika pumzi yake. Masaa kadhaa mapema Lagos ilikuwa imeamka kwa angali angavu na sauti za parapanda. Ndani ya jumba la Cynthia, siku hiyo haikuonekana kuwa nzuri kabisa. Cynthia alisimama jikoni akishikilia kisu kidogo. Alikuwa amekitumia kumenya machungwa kwa ajili ya mume wake Johnson. Maji ya matunda yaling'aa kwenye vidole vyake. Macho yake yalikuwa mekundu kutokana na usiku mrefu. Maneno kutoka kwa ugomvi bado yalinawiri hewani kwa uzito. Uliahidi uaminifu, alikuwa amesema. Ninahitaji uaminifu, Johnson. Johnson alipita mkono kichwani. Na nimekuambia ninatengeneza. Walipendana, lakini msongo wa mawazo ulikuwa umekula tundu katika uvumilivu wao. Shinikizo la biashara, uvumi, watu ambao waliwatabasamu usoni na kuwachinja kutoka nyuma. Kampuni ya Cynthia ilikuwa imekuwa haraka na kubwa. Hiyo ilimaanisha kuwa alikuwa na washindani waliotaka amwanguke. Alijua hilo. Asingejua tu jinsi mtu anaweza kwenda mbali kiasi gani. Ugomvi ulitulia, kisha ukaongezeka tena, kama mawimbi yakigonga pwani. Mwishowe, Johnson alirudi nyuma. Tutazungumza baadaye, alisema kwa upole. Hebu tupumzike. Cynthia aliikia kichwa, bado amejeruhiwa, bado akishikilia kisu kidogo alichokitumia kwenye machungwa. Aliashiria nacho alipozungumza, harakati kali za hofu, lakini hakusogea karibu. Johnson alinua mikono yake miwili, akijaribu kumtulia. Nje, mbali na uzio mrefu, maisha yaliendelea. Muuzaji alibweka kuhusu mkate. Pikipiki ilipita kwa kishindo, na kwenye mfupa wa jengo lisilokamilika jirani, mwanaume katika koti lililochanika, Sam, alitazama ulimwengu kutoka kwenye vivuli. Sam hakuwa daima bila makazi. Wakati fulani alikuwa na ofisi, dawati, kiti ambacho hakikuyumba. Alijua kompyuta na kamera na njia ambazo watu hujificha wanachofanya. Lakini maisha yalipompiga kwa nguvu na bila onyo, kila kitu alichokuwa nacho kiliteleza kama mahanga. Alichokuwa bado nacho ni akili ya haraka,
jicho la uangalifu na tabia ya kutambua kile wengine walipuuza. Alisinzia katika jengo lile lisilokamilika kwa usiku 3. Lilikuwa karibu na nyumba ya Cynthia, ambayo ilimaanisha kuwa karibu na chakula, harufu na sauti za redio za ulinzi. Na usiku mwingi, Sam alihisi salama huko. Lakini asubuhi hiyo, jua lilipopanda juu, Sam alihisi aina tofauti ya kelele, kimya ambacho kilikuwa na umbo. Wanaume wawili waliingia kupitia lango la upande wa jumba. Walisogea kama wanavyomiliki, lakini macho yao yalikuwa makali sana. Mmoja alivaa kofia iliyovutwa chini, mwingine aliangalia simu, kisha mfuko wake, kisha simu tena. Hawakuwa watu wa uwasilishaji, hawakuwa wageni. Tumbo la Sam lilifinyangwa. Aliondoa simu yake ya zamani kutoka mfukoni. Skrini ilikuwa imevunjika sehemu 3. Kiashiria cha betri kilikuwa mstari mwembamba mwekundu, lakini kamera bado ilifanya kazi. Alibonyeza kurekodi. Ndani ya jikoni, Johnson alizunguka kuelekea mlango wa nyuma aliposikia kelele. Alichukua hatua moja. Wanaume wawili waliingia haraka. Johnson, Cynthia alipiga kelele, akijisukuma kati yake na wageni hao, kwa sababu upendo ni wa ajabu namna hiyo. Unakusogeza kabla akili yako haijawaza. Kila kitu kiliguka kuwa pori na la kelele. Kulikuwa na kelele, mwangaza wa chuma, mapambano ambayo yalisogeza viti kwenye sakafu. Mikono ya Sam ilitetemeka alipokuwa akipiga picha, lakini alibaki akishikilia simu juu, akipiga picha za nyuso, akikamata maelezo. Mwanaume aliyevaa kofia alitoa wembe. Mwingine alikemea amri. Johnson alijaribu kupigana. Alikuwa na nguvu, lakini kisu kilisogea haraka zaidi. Haraka sana. Cynthia alipiga kelele. Wanaume walimshika Cynthia kwa mikono. Katika msukosuko, kisu kidogo cha matunda kilianguka kutoka mkononi mwake. Mmoja wa wanaume alikinyakua, akakirusha kwenye damu, kisha akakirusha karibu na mahali Cynthia alipoanguka, akilia juu ya mume wake. Sirene zililia mbali. Wanaume walikimbia njia waliyokuja. Sam aliendeleza kurekodi hadi walipotoweka. Alijua kitakachotokea baadaye. Watu wataona Cynthia akilia na kisu kando yake. Wataona hasira kutoka asubuhi na watafanya hadithi isiyo sahihi kulingana na umbo sahihi. Kila mtu anajua jinsi hadithi inavyoweza kuguka kinyume na wadhaifu haraka, hata wakati mwanamke dhaifu ni bilionea. Kwa hiyo Sam alifanya kile alichoweza kufanya. Alihifadhi video kwenye simu yake ya zamani, alijificha, na aliposikia kuhusu kesi, kuhusu hukumu inayokuja haraka, aliamua kutumia kitu pekee alichokuwa nacho, ukweli aliyourekodi. Sasa kwenye chumba cha mahakama kilichojaa, Sam anamaliza kuzungumza. Sauti yake inasema, wauaji waliingia, wakamchoma Johnson kwa kisu, wakamvuta Cynthia, wakachukua kisu chake kidogo, wakakirusha kwenye damu, kisha wakaondoka. Mheshimiwa, polisi walimkuta akilia na kisu kando yake. Hakuna aliyemwamini, lakini nina video. Uso wa Jaji Andrew ni mkali. Unadai ulirekodi hili kwenye simu hiyo? Ndio, mheshimiwa. Sam anainua kifaa kile cha zamani. Kinaonekana dhaifu sana kushikilia kitu kizito namna hiyo. Katibu anaharakisha mbele. Mheshimiwa, naweza. Kwa kuikia kwa jaji, katibu anachukua simu kwa uangalifu kama vile ni ndege mdogo. Ananong'ona na afisa wa mahakama. Kebo inaonekana. Mstari wa maendeleo unakwenda polepole kwenye skrini ya kompyuta. Watu wanainamia. Waandishi wa habari wanashikilia kalamu zao. Wakili wa Cynthia anafunga macho yake, kisha anayafungua kana kwamba hatahubu kuwa na tumaini. Cynthia mwenyewe anashikilia ukingo wa kizimba. Vidole vimekuwa vipiupe, machozi yanaporomoka machoni mwake. Kwa mara ya kwanza tangu kukamatwa kwake, anaonekana kama mtu anayeona jua baada ya usiku mrefu. Jaji Andrew anafagua 10. Mahakama hii itaona video. Skrini kubwa mbele ya chumba inawaka. Fremu ya kwanza ni tetemeko, mihimili ya saruji, mtazamo wenye nyufa kupitia dirisha, na kijani kibichi cha mti wa mwembe pembeni. Alama ya muda inapepesa, pembe inabadilika. Sasa ni mlango wa nyuma wa jumba.
Ukimya unashuka kirefu kiasi kwamba mlio wa hewa baridi unasikilika kama ngoma. Cheza, jaji anasema. Video inaanza, wanaume wawili wanaingia kupitia lango la upande, nyuso nusu zimefichwa, harakati za haraka. Mtu fulani kwenye ukumbi ananong'ona, ni nani hawa? Mwingine anajibu, kimya. Wanaume wanatembea pole kuelekea mlango. Mmoja anaangalia juu na kwa sekunde moja, uso wake ni wazi. Kamera inatetemeka, lakini picha ni kali vya kutosha kuumiza. Cynthia anafunika mdomo wake, mabega yake yanatetemeka. Wanaume wanapasuka ndani ya jikoni, kuna kelele, kiti kinasogezwa. Johnson ni shujaa, anajaribu kuwasukuma nyuma, wembe unaangaza. Cynthia anapiga kelele kutoka kwenye kizimba, sauti inatoka kwake, kilio laini lililovunjika kana kwamba kumbukumbu inatokea tena pale mbele ya kila mtu. Simama, jaji anasema. Skrini inaganda kwenye uso. Pumzi kubwa inapasua chumba. Uso sasa ni wazi, macho ni baridi. Taya imewekwa katika mkono wa mwanaume wa pili. Simu inang'aa chini ya kofia. Mdomo unajipinda katika tabasamu dogo katili. Mtu fulani kwenye ukumbi ananong'ona jina. Maafisa wa mahakama wanaangaliana. Macho ya Jaji Andrew yanafinyangwa. Je, mnawatambua wanaume hawa? Katibu anapapasa kwa remote. Mheshimiwa, tunaweza kusogeza fremu. Hapana, jaji anasema kwa upole. Sio sasa. Anageukia Sam. Ikiwa video hai ni ya kweli, umefanya kitu cha ujasiri. Ikiwa si kweli. Sauti yake inaishia. Kila mtu anaelewa kilichobakia. Sam anasimama kimya. Ni ya kweli, mheshimiwa. Jaji Andrew anaangalia Cynthia. Analia wazi sasa, lakini kuna kitu kipya kwenye uso wake. Si ushindi. Sio bado. Ni mwanga mdogo unaonekana wakati giza linaanza kuvunjika. Jaji anapiga kidole kwenye kochi. Mara moja. Mara mbili. Sauti ni ya polepole na nzito. Tutaona rekodi nzima, anasema mwishowe. Lakini kwanza, ninahitaji kujua. Milango ya mahakama inazunguka tena. Afisa mwenye sare anaingia. Anapumua kwa shida. Karatasi ndani ya mkono wake. Ananong'ona kwa Baif, ambaye anaharakisha kuipeleka kwa jaji. Jaji Andrew anasoma hati. Macho yake yanapanua kidogo. Anaangalia juu kwenye chumba kilichojaa, kisha nyuma kwenye uso ulioganda kwenye skrini. Hili linabadilisha kila kitu. Anasema, endelea. Anagiza. Kidole cha katibu kinaning'inia juu ya kitufe cha kucheza. Ukumbi unainamia mbele kama mmoja. Skrini inapepesa. Kisha chumba cha mahakama kilikuwa kimya kama makaburini. Sehemu ya pili. Ukweli unadhihirika, macho yote yalifungwa kwenye picha iliyoganda kwenye skrini kubwa. Nyuso za wauaji zilikuwa wazi, hata mtazamaji aliye mbali zaidi angeweza kuona. Cynthia alishikilia reli ya mbao ya kizimba kwa nguvu kiasi kwamba vidole vyake vilikuwa vimepauka. Kwa mara ya kwanza tangu kesi yake kwanza, hakuwa anaogopa kifo. Alikuwa anaogopa tumaini. Tumaini lilikuwa hatari. Lingeweza kuinua roho yake ili tu kuiponda tena ikiwa mambo yangekwenda vibaya. Jaji Andrew alipiga kochi mara moja, sauti yake ikipasua hewa nzito. Cheza video. Afisa wa iti alibonyeza kitufe. Mahakama ilitazama wauaji wakivamia jikoni mwa Cynthia. Sauti ya Johnson ilipiga kelele, akipiga na kulinda nyumba yake. Kilio cha hofu cha Cynthia kilijaza chumba, kikipiga mwangwi kwenye vipaza sauti. Kisha kuja kuchoma kwa ukatili, damu, machafuko. Video ilionyesha yote. Wauaji wakimvuta Cynthia, kisu kikianguka kutoka mkononi mwake, njia katili waliotia damu ya Johnson juu yake kabla ya kukirusha kando yake. Mshtuko ulipasuka. Mwanamke alizirai. Mtu fulani alipiga kelele, Yesu. Mwingine alining'iniza, machukizo. Video ilipoisha, skrini ilikuwa nyeusi. Jaji Andrew alijijerusha nyuma kwenye kiti chake. Uso wake haueleweki. Kwa muda, ilionekana uzito wa Lagos nzima ulikuwa umelazimisha mahakama. Kisha alizungumza. Mahakama hii itawatambua wanaume hawa. Katibu aliharakisha mbele, mikono ikitetemeka. Mheshimiwa, kutoka kwenye fremu hii, wanaume hawa wanaonekana kuwa Jerry Umena Amecha Okoye.
Chumba cha mahakama kilipasuka katika machafuko. Waandishi waliandika kwa kishindo. Watazamaji walipiga kelele, na jamaa wa Cynthia, ambao walimshtaki muda wote, walikaa wameganda, aibu tayari ikiwaunguza mashavu. Jaji Andrew alipiga nyundo yake. Gonga, gonga, gonga. Utaratibu, hii bado ni mahakama yangu. Ukimya ukashuka tena, ukivunjwa tu na kilio cha kimya cha Cynthia. Usiku huo, wakati jiji lilikuwa linapiga mayowe kuhusu ufunuo wa kushangaza, polisi waliingia vitendoni. Mabango ya kutaka Jerry na Amecha yalijaza Lagos. Vituo vya habari vilicheza video mara kwa mara. Nyuso za wauaji zilichomwa kwenye kila jicho kote nchini Nigeria. Kufikia asubuhi, vichwa vya habari vilipiga kelele. Mtu asiye na makazi anaokoa mkurugenzi mkuu bilionea kutoka hukumu ya kifo. Cynthia Johnson hana hatia. Wauaji wanakimbizwa. Lakini mshangao mkubwa ulikuja kabla ya adhuhuri. Jerry na Amecha walikamatwa. Wanaume wawili walivutwa mahakamani siku iliyofuata. Vifungo vya mikono yao vilikuwa vimefungwa, nyuso zao ngumu lakini zenye hofu. Ukumbi ulijaa watu wenye shauku kuona kitakachotokea. Sauti ya Jaji Andrew ilipiga kelele. Wewe ni Jerry Umena Amecha Okoye, sahihi? Ndiyo, mheshimiwa, Jerry alinong'ona. Je, ulimua Johnson Jude? Midomo ya Jerry ilitetemeka. Kwa muda alionekana kama anaweza kusema uongo, lakini Amecha alivunjika kwanza. Ndiyo mheshimiwa, alilia. Tulifanya, lakini tulitumwa. Mahakama ilishangaa. Jaji Andrew alijinamia mbele, macho yake makali. Na nani? Sauti ya Amecha ilitetemeka. Na Henry Obinna, mshindani mkubwa wa biashara wa Cynthia. Jina lilishuka ndani ya chumba cha mahakama kama jiwe kwenye maji tuli. Minong'ono ilienda mzunguko. Wengine walishangaa, wengine walilani chini ya pumzi. Magoti ya Cynthia yalijawa udhaifu, karibu anguke, lakini wakili wake alimshikilia. Sam, akisimama nyuma, alikaza ngumi zake. Alijua jinsi biashara Lagos inavyoweza kuwa chafu. Lakini kuwa mtu na kumshtaki mkewe, hilo lilikuwa zaidi ya ukatili. Jaji aliinua mkono wake kwa ukimya. Mleteni Henry Obinna mahakamani mara moja. Cynthia alikaa kwenye seli yake jioni hiyo, mikono yake ikitetemeka alipokuwa akining'iniza maombi. Alifikiria binti yake Amara, ambaye aliepushwa na mahakama kwa ulinzi wake. Alifikiria Johnson, mume ambaye alimpenda, mwanaume ambaye sasa ameondoka milele. Machozi yalitiririka mashavuni mwake. Hakuwa na uhakika ikiwa alilia kwa raha kwamba ukweli hatimaye ulikuwa ukitoka, au maombolezo kwamba ilichukua damu ya Johnson kuitambulisha. Katika kona ya akili yake, jina moja lilirudia tena na tena. Sam, mtu asiye na makazi ambaye alihatarisha kila kitu kumwokoa. Alijiuliza, kwa nini alinisaidia? Ni nani kweli? Asubuhi iliyofuata mahakama ilikuwa imejaa kiasi. Watu walisimama nje tu kusikia sauti zilizopunguzwa kutoka ndani. Henry Obinna alipoletwa ndani akiwa amevaa suti ya bluu ya Navy, uso wake wenye kiburi, lakini macho yake yakitazama kwa wasiwasi. Umati ulikoroma. Cynthia aliinua kichwa chake. Kwa mara ya kwanza, alimtazama mshindani wake usoni. Macho yake yaliwaka kwa hasira na maumivu. Sauti ya Jaji Andrew ilipiga radi. Henry Obinna, unashitakiwa kwa hila ya kuua na kumshtaki mwanamke asiye na hatia. Unakiri vipi? Henry alitabasamu kwa dharau. Sina hatia, mheshimiwa. Lakini ushahidi, video, ukiri wa wauaji, kumbukumbu za ushindani, vyote vilipingana naye. Kesi ilikuwa tu imeanza, lakini tayari kila mtu katika chumba kile cha mahakama angeweza kuhisi dhoruba ilikuwa inakuja. Na Cynthia aliposhikamana mikono, machozi yakimunguza macho, wazo moja lilimgusa kama umeme. Kama si kwa Sam, yeye angekuwa tayari amekufa. Jaji alipiga nyundo yake. Mahakama hii itaendelea kesho. Henry Obinna, Jerry Ume na Amecha Okoye watabaki chini ya ulinzi hadi taarifa zaidi. Nyundo ilipiga tena. Gonga. Umati ulipasuka kwa kelele. Na mahali fulani nyuma, Sam alisimama kimya, koti lake la zamani likining'inia mabegani mwake, akitazama kila kitu kuchipuka. Alikuwa ameokoa Cynthia mara moja,
lakini ndani kabisa alijua vita vilikuwa tu kwanza. Sehemu ya 3, siri za Sam. Chumba cha mahakama Lagos kilikuwa kimehubikwa kutoka kwa waandishi hadi raia wa kawaida. Kila mtu alitaka kushuhudia kesi ya Henry Obinna, bilionea mwenye nguvu aliyeshtakiwa kwa kupanga mauaji ya Johnson Jude. Anga ilikuwa nzito, karibu umeme, na minong'ono ikirukaruka kama nyuki wasio na utulivu. Cynthia alikaa kwenye kizimba, vifungo vya mikono vikiondolewa. Kwa mara ya kwanza kwa miezi kadhaa, hakutendewa kama mhalifu, lakini moyo wake ulipiga kwa nguvu alipomtazama Henry, mshindani wa zamani wa mume wake. Alikaa kwenye sanduku la washtakiwa, mabega yalipandishwa, uso wake ugumu na majivuno, kana kwamba yuko na uhakika utajiri na ushawishi wake bado ungeweza kumlinda dhidi ya haki. Lakini nyuma ya kelele na mvutano wote, mwanaume mmoja alibaki hajagunduliwa. Sam. Alisimama kimya nyuma katika koti lake la kahawia lililochanika, ndevu zake zimekuwa mno, macho yake yakiwa na hadithi ambazo hakuna mtu mwingine aliyezijua. Michakato ilianza na Mdai akiwaita Amecha na Jerry, wauaji, kwenye kiti cha mashahidi. Nani aliwaamuru mmue Johnson Jude? Mdai aliuliza. Wanaume wote wawili walitilia shaka, wakibadilika kwa wasiwasi, hadi Amecha hatimaye aliashiria Henry. Ni yeye, mheshimiwa, alitulipa. Alisema Johnson lazima aende na mkewe lazima achukue lawama. Mahakama ilishangaa. Cynthia alifunga macho yake, machozi yakiteleza mashavuni mwake. Henry alijinamia mbele, sauti yake baridi. Uongo, wanasema uongo dhidi yangu ili kujiokoa. Jaji alinua mkono wake kwa utaratibu. Tutachunguza ushahidi wote. Kesi ilipoendelea, wakili wa Cynthia aliomba Sam aitwe kushuhudia. Mahakama nzima iligeukia mwanaume aliye katika mavazi mabovu kwenye kona. Wengi walitia kinyongo, wengine hata walimdhihaki. Mtu asiye na makazi ndani ya chumba cha mahakama kilichojaa mabilionea na wanasheria. Sam alitembea mbele polepole, viatu vyake vimechakaa, hatua zake hazina uhakika, lakini macho yake yaliwaka kwa imani. Alisimama kwenye kisanduku cha mashahidi, aliinua mkono wake na kuapa. Taja jina lako, katibu aliamuru. Jina langu ni Samuel Chukwudi, alisema, sauti yake imara licha ya minong'ono. Na kazi yako? Sam alitilia shaka. Zamani nilikuwa mhandisi wa programu, leo sina makazi. Umati ulishangaa tena. Mdomo wa Cynthia ulianguka wazi. Jaji alijinamia mbele. Mhandisi wa programu, eleza. Sam aliikia kichwa polepole. Niliwahi kufanya kazi kwa moja ya kampuni kubwa za teknolojia huko Abuja. Nilikuwa na familia, mke, binti, lakini ufisadi, udanganyifu na mashtaka ya uongo yaliniharibu. Nilipoteza kila kitu. Tangu wakati huo, nimekuwa nikiishi mitaani, lakini sikuwahi kuacha kuangalia. Sikuwahi kuacha kurekodi nilichokiona. Ndivyo nilivyowakamata wanaume hawa wakimuua Johnson Jude. Chumba cha mahakama kilikuwa kimya. Sam aliinua simu ya zamani mkononi mwake. Simu hii iliokoa maisha ya Cynthia. Lakini ukwelini, si mara ya kwanza kuona kivuli cha Henry Obinna kwenye damu. Macho yote yaligeuzia Henry. Taya yake ilikaza. Unamaanisha nini? Jaji aliuliza, sauti yake kali. Sam alichukua pumzi ndefu. Sauti yake ilitetemeka kwa maumivu na hasira wote wawili. Miaka 5 iliyopita, kampuni yangu ilifunua ulaghai uliohusiana na biashara moja ya Henry. Wiki kadhaa baadaye, nyumba yangu ilichomwa. Mke wangu na binti walifariki katika moto huo. Kilio lilitoroka midomo ya Cynthia. Mahakama ilipasuka. Sauti ya Sam ilivunjika lakini haikuvunjika. Sikubaki na chochote. Koti hili tu, simu hii, na nia ya kuishi. Kwa hiyo nilitoweka hadi nilipoona wanaume hawa, Jerry na Amecha, wakivunja ndani ya jumba la Cynthia usiku huo. Nilijua siwezi kunyamaza tena. Jaji alipiga nyundo yake kwa ukali. Gonga, gonga, gonga. Utaratibu katika mahakama hii. Lakini uharibifu ulikuwa umefanyika. Ukweli ulikuwa umetoka. Sam hakuwa mtu wa kawaida asiye na makazi. Alikuwa mwanaume aliyevunjika akibeba makovu. Na sasa makovu yake yalikuwa yakirarulia giza linalomzunguka Henry Obinna. Henry hatimaye alivunja kimya chake. Alisimama,
sauti yake ikiongezeka kwa hasira. Hii ni wazimu, mwanaume huyu ana wazimu. Hana ushahidi unaoniunganisha na msiba wake unaoitwa. Mheshimiwa, hii si chochote ila onyesho la kihemko ili kunidhalilisha. Macho ya Sam yalikutana na ya Henry. Hakukuwa na hofu, moto tu. Huenda nilikuwa nimepoteza kila kitu, lakini bado nina ukweli, na ni wenye nguvu kuliko pesa zako. Ukumbi ulivuma kwa idhini. Jaji mara nyingine alirejesha utaratibu. Cynthia aligeuka kitini mwake, macho yake yakifungwa kwenye Sam. Kwa mara ya kwanza, aliona si mwokozi tu, bali mwanaume aliyedondosha damu kimya, lakini alichagua kupigania haki, hata alipokuwa hajabaki na chochote. Na katika wakati huo, alining'iniza kwa mwenyewe, Mungu alimtuma. Lakini ndani kabisa, Sam alijua kitu Cynthia hakujua. Henry Obinna hangeshuka kimya. Alikuwa na washirika wenye nguvu, wanaume hatari walioishi kwenye vivuli. Kesi ilikuwa mbali na kumalizika. Na Sam aliposhuka kutoka kiti cha mashahidi, baridi ilipita kwake. Alihisi katika mifupa yake, kitu cha giza zaidi kilikuwa kinakuja. Sehemu ya 4. Mapinduzi ya hukumu. Asubuhi iliyofuata, Mahakama Kuu ya Lagos ilikuwa imejaa kuliko hapo awali. Nje, maafisa wa polisi walipambana kudhibiti bahari ya watu waliokuja kushuhudia mapambano. Waandishi waliinua kamera zao juu, tayari kunasa historia inayofanyika. Ndani, Cynthia alikaa kimya, gauni lake jeusi safi, kitambaa cha kichwa kimefungwa vizuri, lakini macho yake hayatulia. Aliomba chini ya pumzi yake. Kando yake, wakili wake alinong'ona maneno ya kutia moyo. Upande wa pili wa chumba, Sam alijinamia ukutani katika koti lake la kahawia la zamani, akitazama kimya. Kwenye kiti cha washtakiwa, Henry Obinna alirekebisha suti yake ya bluu ya navi na kutabasamu kwa dharau. Ingawa washindani wake walikuwa wamefichuliwa, alionekana hajatetemeka. Alikuwa na kitu alichokuwa amepanga. Jaji alipiga nyundo. Mahakama inaanza, endelea. Wakili wa Henry, mwanaume mrefu, mrembo aitwaye Barrister Okoro, alisimama kwa ujasiri. Mheshimiwa, kabla mahakama hii haimhukumu mteja wangu, hebu tuzingatie ukweli moja. Video haitoshi. Mtu yeyote anaweza kurekebisha video. Mtu yeyote anaweza kulipa mashahidi kusema uongo. Aligeuka kwa kishindo, akiashiria Sam. Na tunayo nini hapa? Mtu asiye na makazi, aliyevunjwa mashungu na amejaa chuki kwa mteja wangu. Je, si yeye ni chombo kamili cha kumsingizia mwanaume asiye na hatia? Mahakama ilishangaa. Wakili wa Cynthia alisimama upesi. Pingamizi, mheshimiwa. Taarifa hiyo ni shambulio la tabia, sio ushahidi. Lakini wakili wa Henry aliendeleza, sauti yake laini na yenye amri. Mheshimiwa, Samuel Chukwudi alikiri alipoteza mke wake na binti katika moto. Anadai Henry Obinna alikuwa nyuma yake. Lakini wapi ushahidi? Hakuna. Badala yake anakuja na simu ya zamani yenye mashaka, na ghafla ina ushahidi wa miujiza unaomsafisha Cynthia. Je, hili halinuki kama ulaghai? Ukumbi ulipasuka kwa minong'ono. Wengine walikia vichwa, wengine walitikisa vichwa. Ngumi za Sam zilikaza, mwili wake wote ukitetemeka kwa ghadhabu. Jaji alikimya chumba kwa kupiga nyundo kwa nguvu. Utaratibu, shahidi atajizuia. Sam alisogea mbele, sauti yake ikiongezeka kwa shauku. Mheshimiwa, huenda sijabaki na chochote, lakini kamwe sitasema uongo mbele za Mungu. Simu hiyo inashikilia ukweli. Niliwatazama wanaume hao wakimua Johnson kwa macho yangu mwenyewe. Ikiwa mnashuku, basi leteni wataalamu wa utafiti. Jaribu video, angalia simu. Ikiwa ni ya uongo, basi niangikwe mahali pa Cynthia. Umati ulishangaa. Mkono wa Cynthia uliruka kwenye mdomo wake. Machozi yalitiririka usoni mwake. Jaji alimchunguza Sam kwa makini. Sauti yake ililaini kwa muda. Wewe ni muongo au mwanaume jasiri zaidi kuingia mahakama hii? Lakini Henry hakuwa amemaliza. Alijinamia mbele, sauti yake ikienea katika mahakama. Mheshimiwa, naomba nikikumbushe, ni nani Cynthia Johnson? Mwanamke wa biashara bilionea aliyerithi utajiri na nguvu. Ana adui, wengi wao. Kwa nini lazima iwe mimi?
Labda alipanga jambo hili lote ili kuelekeza uangalifu kutoka kwa makosa yake mwenyewe. Cynthia alisimama upesi, mwenye hasira. Uongo, mume wangu alikuwa maisha yangu. Kamwe. Ukimya kwenye kizimba, jaji alikemea. Cynthia alikaa nyuma, akitetemeka, machozi yake yakianguka kwenye paja lake. Kisha kuja pigo. Wakili wa Henry alitoa rundo la hati. Mheshimiwa, tuna kumbukumbu za benki zinazoonyesha uhamishaji wa ajabu kwenye akaunti ya Samuel Chukwudi, jumla ya milioni 5 za naira, wiki moja tu kabla ya video kuzuka. Ukumbi ulipasuka. Waandishi waliandika kwa kishindo. Cynthia aligeukia Sam kwa mshangao. Macho ya Sam yalifunguka. Hiyo si kweli, alipiga kelele, sauti yake ikivunjika. Kamwe sijapokea pesa kama hizo. Wakili wa Henry alitabasamu kwa ukatili. Je, ndivyo? Kwa sababu kumbukumbu zinasema vinginevyo. Labda mtu huyu asiye na makazi si maskini sana baada ya yote. Labda alilipwa kusingiza mteja wangu. Mahakama ilikuwa katika machafuko. Hata Cynthia alionekana ametikiswa, mashaka yakimuliza machoni. Jaji alipiga nyundo yake. Gonga, gonga, gonga. Mahakama hii itaahirishwa mpaka kesho. Kumbukumbu za fedha lazima zithibitishwe. Samuel Chukwudi sasa uko chini ya uchunguzi kwa uwezekano wa hila. Usiku huo Cynthia alikaa peke yake kwenye seli yake ya gereza, moyo wake ukigawanyika vipande viwili. Alitaka kumwamini Sam. Alikuwa amehatarisha kila kitu kumwokoa. Lakini hizo hati, vipi ikiwa Henry alikuwa sahihi? Wakati huo huo, Sam alitembea mitaa baridi ya Lagos, simu yake ya zamani ikishikiliwa kwa nguvu mkononi mwake. Hakuwa na nyumba, hakuna kitanda, azimio lake tu. Kwa mara ya kwanza, alihisi ulimwengu ukiguka dhidi yake. Alisema kwa mwenyewe, siwezi kuwaruhusu washinde, si tena. Lakini kwenye vivuli vya jiji, watu wa Henry tayari walikuwa wakisogea. Walikuwa wamepanda kumbukumbu za uongo na sasa walitayarisha pigo la mwisho kumnyamazisha Sam milele. Sehemu ya 5, ukweli wa mwisho. Asubuhi iliyofuata, mahakama kuu ya Lagos ilihisi kama uwanja wa vita. Maafisa wa polisi wenye silaha walipanga milangoni, wakiweka umati unaopiga kelele kwa utaratibu. Vichwa vya habari kote nchini Nigeria vilipiga kelele kuhusu uhamishaji wa benki unaodaiwa wa Sam. Kwa wengi, mashaka yalikuwa yameingia. Je, mtu huyu asiye na makazi alikuwa shujaa kweli au chombo kingine tu mkononi mwa matajiri? Ndani ya chumba cha mahakama, Cynthia alikaa akilegea na kuchanganyikiwa kwenye kizimba. Moyo wake uligawanyika. Sehemu yake bado ilimwamini Sam, lakini sehemu nyingine ilikuwa ikivutwa na kumbukumbu hizo za benki. Aliinamisha kichwa chake na kuning'iniza maombi ya kimya. Sam aliingia, akilindwa na maafisa. Koti lake la kahawia la zamani lilining'inia kwenye mabega yake dhaifu, ndevu yake mbaya, macho yake yamechoka, lakini kulikuwa na moto ndani yake. Alijua hii ilikuwa nafasi yake ya mwisho kufuta jina lake na la Cynthia. Upande wake wa pili, Henry Obinna alikaa kwa kiburi katika suti yake ya bluu ya navy, tabasamu la matumaini likicheza kwenye midomo yake. Aliamini ushindi ulikuwa karibu. Jaji alipiga nyundo. Mahakama inaanza. Ukweli utafunuliwa leo. Ushitakaji uliita shahidi wa mshangao, kijana wa miaka 28 akivaa shati na suruali rahisi. Mikono yake ilitetemeka alipochukua kiapo. Taja jina lako, katibu alisema. Jina langu ni Victor. Victor Obinna. Alinying'inika. Mahakama ilishangaa. Macho ya Cynthia yalifunguka. Hata Sam aliganda. Victor alikuwa mwana wa Henry Obinna mwenyewe. Sauti ya jaji ilipiga radi. Wewe ni mwana wa mshtakiwa? Ndio mheshimiwa, Victor alinong'ona, lakini siwezi kuendelea kunyamaza. Baba yangu alipanga kila kitu. Mahakama ilipasuka. Sauti ya Victor ilivunjika alipoendelea. Aliwaajiri Jerry na Amecha ili wamue Johnson Jude. Aliwaamuru wamsingize Cynthia. Na Samuel alipoleta ukweli, aliumba kumbukumbu za benki za uongo ili kumwangamiza. Najua kwa sababu nilikuwa ndiye niliyefanya hati hizo kwa ajili yake. Machafuko yalijaza mahakama. Waandishi walipiga kelele, watazamaji walipiga mayowe.
Cynthia alifunika mdomo wake kwa mshangao, machozi yakitiririka bila kizuizi. Sam alishikilia reli ya mbao mbele yake, akizidiwa. Henry alisimama upesi, mwenye hasira. Uongo, mwanangu mwenyewe anasema uongo dhidi yangu. Hii ni wazimu. Victor aligeukia baba yake, machozi machoni. Hapana baba, wazimu ni damu kwenye mikono yako. Siwezi kubeba dhambi zako tena. Jaji alitaka ukimya. Wataalamu wa uchunguzi waliletwa mara moja. Ndani ya masaa machache kumbukumbu za benki zilichunguzwa. Ukweli haukuweza kukanuliwa. Uhamishaji kwenye akaunti ya Sam ulikuwa wa uongo. Ulirekebishwa kwa uangalifu na watu wa Henry. Sauti ya jaji ilitikisa chumba. Mahakama hii inamkuta Henry Obinna na hatia ya hila ya kuua, kuzuia haki, na jaribio la kumsingiza Cynthia Johnson na Samuel Chukwudi. Kwa hivyo anahukumiwa kifungo cha maisha bila uwezekano wa kuachiliwa. Nyundo ilipiga. Gonga, gonga, gonga. Ukumbi ulipasuka kwa shangwe. Wengine walilia, wengine walipiga kelele za sifa. Cynthia alianguka magotini, akilia kwa raha. Sam alinamisha kichwa chake, machozi yakitiririka usoni mwake. Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, alihisi amethibitishwa. Sehemu ya mwisho. Mwanzo mpya. Wiki moja baadaye, gavana alimpa Cynthia msamaha kamili. Alikuwa huru. Kamera zilipuliza alipotoka nje ya mahakama, binti yake, Amara, akikimbilia mikononi mwake. Cynthia alimshikilia kwa nguvu, machozi yake yakitia maji nywele za msichana mdogo. Kando yake, Sam alisimama kwa kutabasamu kwenye koti lake la zamani, kana kwamba hajui ikiwa anastahili kuwa katika wakati huu wa furaha. Lakini Cynthia alimufikia na kumvuta karibu. Sam, alinong'ona, sauti yake ikivunjika. Hukuokoa tu. Ulinirudishia maisha yangu. Kuanzia leo, hauna makazi tena. Wewe ni familia. Midomo ya Sam ilitetemeka. Alitaka kuzungumza, lakini hakuna maneno yaliyokuja. Alikia kichwa tu, machozi yakitiririka mashavuni mwake yenye vumbi. Kamera zilinasa tukio. Mama mmoja bilionea akimkumbatia mwanaume aliyevunjika ambaye alikuwa ameguka mwokozi wake. Taifa lilitazama kwa mshangao. Usiku huo Cynthia alimwalika Sam ndani ya jumba lake. Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, alilala kwenye kitanda safi. Alisimama macho wazi kwa muda mrefu, akitazama dari, akining'iniza kwa mwenyewe. Chinwe, Ada, sikuweza kuwaokoa, lakini leo niliokoa mtu mwingine. Labda sasa ninaweza kupumzika. Nje, Lagos ilizungumza kwa hadithi ya karne. Magazeti walimwita shujaa asiye na makazi. Nyimbo ziliandikwa kumhusu, na katika kila moyo, ukweli mmoja ulirudia. Haki hatimaye ilikuwa imesema. Miezi kadhaa baadaye, Sam alikaa kwenye kituo cha teknolojia kipya, aliyefunguliwa na Cynthia kwa ajili yake. Alifundisha vijana wasio na makazi jinsi ya kutumia kompyuta, kamera na programu. Ndevu yake sasa zilikuwa zimekata sawa. Mavazi yake yalikuwa safi, lakini macho yake yalikuwa bado na hadithi. Cynthia alimtembelea mara kwa mara, akimletea Amara, ambaye sasa alimwita Myomba Sam. Siku moja, alipokuwa akimtazama Sam akifundisha, Cynthia alining'iniza. Unafikiri wanajua? Aliuliza. Nini? Sam aliuliza. Kwamba shujaa si mtu asiye na hofu. Ni mtu ambaye anaendelea kupigana hata baada ya kila kitu kimemvunjwa. Sam alitabasamu. Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, ilikuwa tabasamu la kweli. Labda, alisema, lakini kwa kweli nilipata tumaini nipate tu kweli umesikika. Cynthia alimweka mkono kwenye bega. Na sasa ulisikika, na uliendelea kusikika. Jua lilitwea juu ya Lagos, likitawanya mwanga kwenye jiji ambalo lilikuwa limejaza siri, aibu, na sasa tumaini. Kwa sababu ikiwa kuna kitu Sam na Cynthia walijifunza, ni hiki: haki inaweza kuwapotelewa, lakini haiwezi kuzimwa. Mwisho, kama umefurahia hadithi hii, tafadhali toa maoni, shiriki, na ujisajili kwenye kituo chetu kwa hadithi zaidi zenye kuvutia.